Zuberi alisimama mlangoni, bastola ikiwa imeelekezwa kwenye kifua cha Baraka. Macho yake hayakuwa na huruma ya kindugu, yalikuwa na njaa ya utajiri. Zuberi, wewe ni mdogo wangu. Neema alipiga kelele, akijaribu kusimama mbele ya Baraka ili amkinge. Unawezaje kutufanyia hivi? Mdogo wako? Zuberi alicheka kicheko cha kishirikina. Baba hajawahi kuniona kama mwanawe. Kwake mimi ni mfanyakazi tu, lakini wewe ni mtaji wa kumfanya wewe rafiki wa Mzee Komba. Lakini siri aliyojua Sister Maria kabla hajafa, siri ya kile kilichozikwa chini ya chumba 419, hiyo ndiyo tiketi yangu ya kutoka hapa. Baraka alikaza misuli yake. Aligundua kuwa Zuberi hakuwa akifanya kazi kwa ajili ya baba yake au Mzee Komba. Alikuwa na mpango wake binafsi. Unazungumzia nini Zuberi? Baraka aliuliza, akijaribu kumfanya Zuberi azungumze ili apate muda wa kusogea karibu na lile shoka la dharura lililokuwa mezani. Chumba hiki hakikujengwa kwa ajili ya kulala, Zuberi alisema, huku akisogea ndani na kufunga mlango kwa teke. Chini ya sakafu hii kuna mshipa mkuu wa dhahabu ambao baba na Komba wamekuwa wakiutafuta kwa miaka 10. Sister Maria aligundua ramani kwenye ofisi ya baba na akajua kuwa ninyi wawili ndio warithi pekee wa ardhi hii kisheria kulingana na wosia wa babu yetu uliopotea. Mkifa ninyi, ardhi hii inakuwa yangu. Baraka alishtuka. Kumbe mapenzi yao hayakuwa kizuizi tu cha kidini au kijamii, bali yalikuwa tishio kwa utajiri wa wakubwa wale. Ghafla kishindo kingine kikubwa kilitokea. Safari hii karibu zaidi. Sehemu ya paa la chumba 419 ilianza kuporomoka. Zuberi aliyumba kwa sekunde moja. Hiyo ndio ilikuwa nafasi ya Baraka. Baraka alijitosa kwa nguvu zake zote, akamrukia Zuberi kiunoni. Bastola ilifyatuka, lakini risasi iligonga ukuta wa zege. Wawili hao walianguka chini, wakikunjana kwa hasira. Baraka alikuwa na majeraha, lakini hasira ya kumpoteza Sister Maria na mateso ya Neema ilimpa nguvu ya simba. Kimbia, Neema, fungua kile chumba cha siri. Baraka alipiga kelele huku akimkabako Zuberi. Neema alikumbuka namba 419. Alikimbilia kwenye kabati kubwa la vitabu lililokuwa ukutani. Aligusa namba zile kwenye kitufe cha siri alichokiona kimefichwa nyuma ya picha ya zamani. Sakafu ya chumba ilianza kuteleza na kufunua shimo refu la giza ambalo lilikuwa na ngazi za chuma zinazoelekea chini. Lakini kabla Baraka hajajinasua, mlango wa chumba ulivunjwa kwa nje. Mzee Komba aliingia akiwa na walinzi wake wawili, nyuso zao zikiwa zimejaa vumbi na hasira. Alipoona Zuberi na Baraka wakipigana na sakafu ikiwa imefunguka, macho yake yalijaa tamaa na ukatili. Ninyi wote ni wasaliti, Mzee Komba aliunguruma. Zuberi, ulizani sijui unatafuta nini? Na wewe Baraka, mzimu uliotoka mtoni,
nitawazika wote humu ndani. Mzee Komba alifyatua risasi kuelekea kwa Baraka, lakini Neema alipiga kelele na kusukuma kiti cha chuma kilichomfanya Mzee Komba akose shabaha. Ingia shimoni Baraka, Neema alipiga kelele huku akimvuta Baraka kuelekea kwenye lile shimo la siri. Wawili hao walijitosa kwenye giza la shimo lile, wakati risasi za walinzi zikipiga kingo za chuma. Walishuka kwa kasi, wakizungukwa na kuta za mawe ambazo zilikuwa zinatoa harufu ya madini na unyevu. Walipofika chini kabisa, walijikuta kwenye pango kubwa la asili, lakini kile walichokiona kiliwafanya wasimame kwa mshtuko. Haikuwa tu dhahabu. Katikati ya pango lile kulikuwa na mabaki ya watu, mifupa iliyovalia nguo za kazi, na pembeni mwao kulikuwa na sanduku la chuma lililokuwa na alama ya familia ya Neema. Baraka, Neema alinong'ona kwa hofu. Hawa si ndio wafanyakazi waliopotea miaka 10 iliyopita? Baba alisema wametoroka na pesa, lakini kumbe walizikwa hapa hai. Lakini kabla hawajachunguza zaidi, sauti ya kicheko cha Mzee Komba ilisikika kutoka juu. Furahieni dakika zenu za mwisho na mababu zenu. Nitawasha mfumo wa baruti wa machimbo haya. Hakuna atakayetoka hapa akiwa hai, na siri itabaki chini ya tani milioni za mawe. Mvuke wa baridi na harufu ya kifo ulitawala kwenye lile pango la chini ya ardhi. Juu yao sauti ya Mzee Komba ikicheka ilififia kadri alivyokuwa akijitenga na eneo la mlipuko. Baraka na Neema walibaki wenyewe, wakizungukwa na mifupa ya watu waliokuwa wamesahaulika na ulimwengu. Baraka, hatuna muda, Neema alilia, sauti yake ikigonga kuta za mawe. Komba atalipua kila kitu. Baraka hakujibu mara moja. Macho yake yalikuwa yameganda kwenye lile sanduku la chuma lenye nembo ya familia ya akina Neema. Alijua kuwa kutoroka pekee haitoshi. Walihitaji silaha ya kumwangamiza Komba na mzee mkatili, baba yake Neema, mara moja na kwa wote. Alilikimbilia lile sanduku na kuanza kulivuta kwa nguvu. Neema, nisaidie. Siri ya nini kilitokea miaka 10 iliyopita iko hapa. Wawili hao walisukuma kifuniko cha sanduku lile ambacho kilikuwa kimepata kutu. Ndani yake hapakuwa na dhahabu. Badala yake kulikuwa na lundo la barua, mikataba ya kisheria na diary ya mamake Neema, mwanamke aliyesemekana alikufa kwa ugonjwa wa ghafla miaka 9 iliyopita. Neema alifungua diary ile kwa mikono inayotetemeka. Macho yake yalisoma kurasa za mwisho. Mume wangu na Komba wamefanya jambo lisilosameheka. Wamezika wafanyakazi 20 wakiwa hai ili wasilipe mishahara yao na kuficha mshipa wa dhahabu waliougundua. Wanadhani nimesinzia, lakini nimeficha ushahidi wa malipo ya damu hapa. Kama nikifa, mjue mume wangu ndiye ameniua. Baba alimuua mama? Neema alianguka magotini, akizidiwa na uchungu.
Kila kitu kilikuwa ni uongo. Maisha yangu yote yamejengwa juu ya damu. Mlipuko wa kwanza ulitikisa pango lile. Vumbi na vipande vya mawe vilianguka kutoka darini. Walikuwa wanazikwa wakiwa hai, sawa na wale wafanyakazi wa zamani. Neema, inuka, hatufi hapa, Baraka alimvuta kwa nguvu. Alitazama pembeni ya pango na kuona mkondo mdogo wa maji unatiririka kuelekea upande wa mashariki. Maji haya yanatoka mtoni. Lazima kuna upenyo unaorudi mto Langa. Walikimbia kufuata ule mkondo wa maji, wakipita katikati ya mapango yenye giza nene. Nyuma yao milipuko ilizidi kuwa mikali. Kuta ziliporomoka kama karatasi. Kila hatua ilikuwa ni pambano dhidi ya muda. Ghafla waliona mwanga mdogo wa mwezi kwa mbali. Ulikuwa ni tundu dogo lililokuwa juu ya kichwa chao, likitokea kwenye ukingo wa mto. Baraka alimbeba Neema juu ya mabega yake. Panda Neema, nitokeze. Neema alijikamua na kupenya kwenye lile tundu. Kisha akamvuta Baraka kwa nguvu zake zote. Walijibwaga kwenye nyasi ndefu kando ya mto Langa. Sekunde chache kabla ya kishindo kikubwa cha mwisho kusikika, ardhi ilitetemeka na sehemu yote ya machimbo ilididimia ndani ya shimo kubwa la vumbi. Wakiwa wamechafuka, wenye majeraha na wakihema kwa tabu, walitazama kwa mbali. Waliona magari ya Mzee Komba na Mzee Mkatili yakiondoka kwa kasi, wakiamini kuwa wamezika siri zao milele. Wanakwenda kijijini kusherehekea kifo chetu, Baraka alisema, macho yake yakiwa na moto wa hasira. Hawajui kuwa tumetoka kuzimu tukiwa na ukweli. Neema alishika dayari ya mama yake kifuani. Safari hii mto Langa hautabeba damu yetu, utabeba haki. Kijiji cha Langa kilikuwa katika sherehe. Katika ua mkubwa wa nyumba ya Mzee Mkatili, taa za mafuta zilimulika meza zilizosheheni nyama na vinywaji. Mzee Komba alikuwa ameketi kwenye kiti cha enzi, akicheka kwa sauti huku akigonga glasi yake na Mzee Mkatili. Kwa ajili ya siri iliyozikwa, Komba alipiga yowe la ushindi, na kwa ajili ya ardhi ambayo sasa ni yetu peke yetu, Mzee Mkatili alijibu. Ingawa ndani ya macho yake kulikuwa na giza la mtu aliyemtoa mwanawe kafara kwa ajili ya dhahabu. Wanakijiji walikuwa wamejawa na hofu na majonzi. Walikuwa wameambiwa kuwa Baraka na Neema wamekufa katika ajali mbaya ya mlipuko wa gesi machimboni. Hakuna aliyethubutu kuhoji, lakini anga la usiku lilionekana kuwa zito, kama vile linajiandaa kulia. Mbali kidogo na ua lile, kwenye kivuli cha miti ya miembe, vivuli viwili vilitoweka. Baraka na Neema walikuwa wamesimama, miili yao ikiwa imejaa vumbi jeusi la machimbo na damu iliyokauka. Walionekana kama viumbe waliotoka kaburini. Angalia vicheko vyao, Neema alinong'ona, sauti yake ikitetemeka kwa uchungu. Wanasherehekea kifo chetu.
juu ya damu ya mama. Hii ndiyo karamu yao ya mwisho, Neema, Baraka alijibu huku akishika ile dayari ya mama yake Neema. Usiogope, leo kivuli cha Langa kitasema. Baraka alifanya kitu ambacho hakuna aliyetegemea. Badala ya kuingia kwa siri, alitembea moja kwa moja katikati ya ua akifuatiwa na Neema. Mziki ulikata ghafla, vicheko vilikoma kama vile vimekatwa na kisu. Watu walianza kurudi nyuma kwa mshtuko, wengine wakipiga ishara ya msalaba wakidhani ni mizimu. Mzee Mkatili alisimama, glasi yake ikianguka na kupasuka vipande vipande kwenye sakafu. Uso wake ulipauka kiasi cha kufanana na karatasi nyeupe. Neema, Baraka. Mzee Komba alijaribu kufikia bastola yake, lakini mkono wake ulitetemeka. Haiwezekani. Machimbo yaliporomoka yote. Ninyi ni nani? Sisi ni sauti ya wale mliowazika hai miaka 10 iliyopita, Baraka alisema kwa sauti ya kishindo iliyovuma uwanja mzima. Sisi ni sauti ya mkeo, Mzee Mkatili, uliyemuua ili asiseme ukweli wa adhabu yako. Unasema nini, mbwa wewe? Mzee Mkatili aliunguruma, akijaribu kurudisha ujasiri wake. Wakamateni hao vichaa. Lakini hakuna mlinzi aliyesogea. Wote walikuwa wamepigwa na bumbuazi. Neema alitembea mbele na kunyanyua ile dayari juu. Huu hapa ni ushahidi baba. Neema alipiga kelele, machozi yakimtoka. Maandishi ya mama, maandishi yanayoeleza jinsi mlivyowaua watu 20 na kuwafukia kama mbwa. Dunia nzima itajua kuwa utajiri wako umetokana na kaburi la siri. Zuberi, ambaye alikuwa amejificha pembeni, aliona mambo yameharibika. Alijaribu kutoroka kuelekea getini, lakini akakutana na kizuizi ambacho hakukitarajia. Kikosi cha polisi kutoka mjini, kikiongozwa na kamanda mmoja ambaye Baraka alikuwa amemtumia ujumbe kupitia mmoja wa wafanyakazi waaminifu wa lori la mkaa, kiliingia ndani ya geti kwa kasi. Mzee Komba, Mzee Mkatili, mko chini ya ulinzi kwa tuhuma za mauaji ya halaiki na ukwepaji wa sheria za madini, kamanda alitangaza. Mzee Komba, kwa kukata tamaa, alichukua bastola na kuielekeza kwa Neema. Kama nikienda jela, nenda kaburini. Risasi ilifyatuka. Baraka alimrukia Neema kumkinga, lakini risasi haikumpata yeyote kati yao. Risasi ilikuwa imemshika bega Mzee Mkatili, ambaye katika dakika za mwisho, labda kwa mara ya kwanza na ya mwisho maishani mwake, alijaribu kumlinda binti yake. Vurugu ilipamba moto. Askari walimvamia Komba na kumwangusha chini. Zuberi alikamatwa akijaribu kuruka ukuta. Baraka alimshika Neema mikono, sote wawili tukianguka magotini, huku tukitazama jumba lile likijaa askari. Siri ilikuwa imepasuka. Kivuli cha Langa kilikuwa kimeondoka. Vurugu za usiku ule wa karamu
zilifuatiwa na ukimya mzito alfajiri. Mzee Komba na Zuberi walichukuliwa na magari ya polisi, wakiwa wameinamisha vichwa vyao kwa aibu na pingu mikononi. Mzee Mkatili akiwa ameumia bega, lakini akiwa na jeraha kubwa zaidi moyoni mwake, alipelekwa hospitalini chini ya ulinzi wa polisi. Kwa mara ya kwanza katika miaka 10, kijiji cha Langa kilihisi hewa safi. Ile hofu iliyokuwa imetanda kama wingu jeusi ilikuwa imetoweka. Baraka na Neema walisimama juu ya lile daraja la mbao ambapo yote yalianzia. Walikuwa wamechoka, lakini nyuso zao zilikuwa na amani ambayo mali yote ya mzee Komba isingeweza kununua. Dayari ya mama yake Neema ilikuwa mikononi mwa kamanda wa polisi, ikiwa kama ushahidi mkuu uliokwenda kufungua makaburi ya siri na kufunga milango ya magereza kwa waliohusika. Imekwisha Neema, Baraka alinong'ona akimtazama mpenzi wake. Kivuli kimeondoka. Neema alitazama maji ya mto yakipita. Baraka, mama alikufa akijaribu kulinda ukweli huu. Sister Maria alikufa akijaribu kutusaidia. Simoni na wengine 20 walizikwa wakiwa hai chini ya ardhi. Sisi tumebaki ili tuwe sauti yao. Miezi kadhaa baadaye, hukumu ilitolewa. Mzee Komba alihukumiwa kifungo cha maisha jela kwa mauaji ya halaiki na biashara haramu. Mzee Mkatili, kutokana na ushahidi wa ushiriki wake na kitendo chake cha mwisho cha kumlinda Neema, alipewa kifungo kirefu, lakini alitumia muda wake wote gerezani kuandika barua za kuomba msamaha kwa binti yake. Dhahabu ya Langa haikuachwa mikononi mwa watu binafsi. Serikali ilitaifisha machimbo yale na kufuatia ombi la Baraka na Neema, sehemu ya mapato ya madini hayo ilianza kutumika kujenga shule kubwa ya ufundi na hospitali ya kisasa kijijini hapo. Miaka 2 baadaye, daraja la mbao la Mto Langa lilikuwa limejengwa upya, safari hii likiwa na zege na chuma imara. Juu ya daraja hilo, Baraka na Neema walikuwa wamesimama wakiwa wamebeba binti yao mdogo waliyemwita Maria kwa heshima ya Sister Maria aliwafungulia njia ya uhuru. Baraka alikuwa amevaa kile kitambaa cha hariri cha bluu mkononi mwake, kile alichomnunulia Neema siku ile ya kwanza. Kilikuwa kimefuliwa na kushonwa vizuri, kikiwa na alama ya makovu yake kama ukumbusho wa safari yao. "Unakumbuka ahadi yetu Baraka?" Neema aliuliza akitabasamu. "Nakumbuka Neema, tuliahidi kuwa hata kifo kije tutakuwa pamoja. Miiba ilituchoma, lakini haikuweza kutuzuia kuchanua," Baraka alijibu huku akimshika mkono. Waligeuka na kutazama kijiji chao. Hakukuwa tena na vilio machimboni, bali sauti za watoto wakicheza na mafundi wakijenga maisha mapya. Mto Langa ulikuwa bado unatiririka, lakini safari hii haukubeba siri za damu, bali ulibeba ndoto za kizazi kilichopata haki yake. Kivuli cha Langa kilikuwa kimefutika, na badala yake jua la haki lilikuwa limeanza kutangaza milele.
Asante kwa kufuatilia simulizi hii ya Kivuli cha Langa. Kwa majina naitwa Witness Emmanuel Hugo. Dondosha komenti yako hapo chini kama umependa safari ya baraka na neema. Asante.